no election itakuwa inaendelea kwenye kanda ya kati kuanzia kesho tarehe 5, taanza mikutano kanda ya kati mpaka tarehe 13 ambako tutamaliza mikutano hiyo kanda ya magharibi Kigoma. Kwa hiyo nataka nisome maazimio haya na nitatoa ufafanuzi kwenye sehemu mbalimbali kwa kadri ninavyosoma. Maazimio ya kikao cha kamati kuu ya chama tarehe 3 Juni 2025. Kamati kuu ya chama chetu iliyokaa hapa jijini Dar es Salaam ikapokea na kujadili juu ya taarifa aliyoitoa msajili wa vyama vya siasa kwa umma tarehe 27 Mei 2025, ikiwa msingi kutoka kwenye barua aliyoiandika kwa katibu mkuu tarehe 12 Mei 2025. Katika barua aliyoiandika kwa chama, msajili ameelekeza kwa chama ijaze nafasi zilizo wazi za viongozi ambao awali walikuwa wameteuliwa na kuthibitishwa na baraza kuu la tarehe 22 Januari 2025, sambamba na wakurugenzi wa chama ambao waliteuliwa baadaye na vikao vya kamati kuu vilivyofuatia mwezi Februari na tarehe 10-11 mwezi Machi. Kamati kuu baada ya tafakari ya kina imeamua kwenda mahakamani kwa vile imeshindwa kuiona nia njema ya msajili wa vyama vya siasa katika maamuzi yake aliyoelekeza kwenye barua aliyotupatia, aliyoitoa kama taarifa kwa umma. Kamati kuu imewaelekeza wanasheria wa chama kuwa hadi kufikia Alhamisi tarehe 9 mwezi Juni shauri hili liwe limepelekwa mahakamani, na madai yetu ya msingi ni kwa sababu tumejiridhisha kuwa: moja, msajili wa vyama vya siasa hana mamlaka ya kutafsiri katiba ya chama kwa namna anavyoona yeye, tofauti na uhalisia. Kwa tunaenda mahakamani kwa sababu msajili amejipa jukumu kama mtafsiri wa katiba yetu, na yeye anajiona ndio anajua nini katiba yetu inazungumza, tofauti na sisi na wanasheria wengine wote wanavyoiona katiba yetu. Sababu ya pili aliyoitoa msajili wa vyama vya siasa kuzuia ruzuku ya chama, na hapa naomba nieleze vizuri sana ili Watanzania waelewe. Tunaenda mahakamani kwa sababu msajili amechukua jukumu la kuzuia ruzuku kwa chama chetu. Sasa sheria anayoisimamia msajili mwenyewe, sheria ya vyama vya siasa kifungu cha 18(6), msajili ana uwezo wa kuzuia ruzuku ya vyama au kwa chama kingine chochote, sio cha kwetu tu, chama kingine chochote kinachopokea ruzuku, pale tu ambapo kuna kweli ya mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali kwa chama hicho, kwamba labda chama kimefanya matumizi ya hovyo ya fedha na mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali amekagua na ametoa ripoti, kama vile mnavyosikia sasa hivi ripoti ya mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali inasema serikali ya Rais Samia imefanya matumizi yasiyokuwa na tija ya bilioni 571. Sasa kama mkaguzi tungekuwa na hati chafu au fedha zimetumika vibaya au na jambo kama hilo, kwa mujibu wa kifungu cha 18(6), hapo tu ndio anapopata mamlaka ya kuzuia ruzuku. Na process sio hiyo kwamba anakaa tu nyumbani kwake anasema nimezuia ruzuku. Process atatuandikia sisi barua ya kutaka to show cause, na hii pia inaenda mpaka kwenye board of trustees, sio chama tu, kwa sababu chama hiki ni mali ya board ya board of trustees. Sasa board of trustees ishow cause na chama kishow cause kwamba kuna matumizi ya hovyo, na kwa kutumia ripoti ambazo ziko audited za mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali. Sasa msajili amejifanyia. Kwa hiyo tunaenda mahakamani kupinga hilo, kwa sababu tukiacha haya mambo kuna mtu mwingine na mwingine na mwingine atafanywa hivi.
C. Msajili hana mamlaka ya kubatilisha maamuzi halali ya vikao vya chama kwa mujibu wa katiba ya chama chetu. D. Msajili wa vyama vya siasa sio mamlaka ya rufaa na sio chombo cha kupokea malalamiko yoyote kwa masuala ya chama na wanachama wa chama cha siasa. Kama kuna mwanachama wetu amefanyiwa kwenye chama humu, mtu anaweza kugombea ngazi ya wilaya au hata ngazi ya kata, pale kwenye maamuzi yakafanyika maamuzi, labda ameona mtu ametoa rushwa labda na vitu kama hivyo, katiba yetu inakutaka ukate rufaa. Kama wewe ni ngazi ya kata, ukate rufaa kwenye wilaya, na mamlaka ya rufaa mamlaka ya wilaya itaakti kama chombo cha rufaa, itapitia malalamiko yako na itafanya nini? Itatengua au itaendelea kuuphold hayo maamuzi. Hivyo hivyo kwenye ngazi ya wilaya, kama kuna mtu analalamika anaenda ngazi ya mkoa, kwenye ngazi ya mkoa anaenda ngazi ya kanda. Chama chetu kimestipulate vizuri sana mamlaka haya na mgawanyo wa mamlaka kwenye wilaya, kwenye kata, kwenye mkoa na kwenye taifa. Kama kuna mtu ana malalamiko kwenye ngazi ya kitaifa, anakata rufaa, labda kama ni baraza kuu anakata rufaa kwenye mkutano mkuu. Kwa hiyo ndio maana tumesema msajili sio mamlaka ya rufaa na sio chombo chochote cha kupokea malalamiko. Kwa hiyo mambo yametufanya twende mahakamani. Hivyo chama kinachukua hatua hii kwa lengo la kuweka kumbukumbu sawa kuwa msajili wa vyama vya siasa hana mamlaka ya kupokea na kusikiliza malalamiko ya wanachama dhidi ya uamuzi wowote uliofanywa na chama cha siasa kama alivyofanya. 2. Hatujaridhika na maamuzi ya msajili wa vyama vya siasa kubatilisha maamuzi ya chama ya tarehe 22 na Januari 25. Sasa hapa mnisikilize vizuri tena. Hata hivyo, kamati kuu kwa kutambua mazingira magumu ya utaratibu wa sheria kutozingatiwa katika nchi hii, mabano impunity, na nawasihi sana waandishi wa habari, ni muhimu sana mkasaidia Watanzania kwenye nchi hii, kwa sababu kuna mambo mengi sana yaendi vizuri. Kuna mazingira unakuta watu wanasema fuata sheria, fuata sheria. Sisi ni law abiding citizen, tunapenda sana kufuata sheria. Lakini pia sheria hizi sio zote ziko justice, sio zote zina haki. Kwa sababu sheria tu. Kuna sheria hazina haki. Lazima tuwe tunajifunza na tunaelewa. Wakoloni walitunga sheria ya kuuza na kununua binadamu. Na ukigoma kuuzwa na kununuliwa umevunja sheria. Walitunga sheria kabisa kwamba wewe wakitaka kukuuza, wakuchukua kuuza, na wewe you have no right to resist kwamba uuzwe kama ng'ombe. Sasa pamoja na hayo yote si tunaelewa, lakini sasa kuna impunity. Kuna utaratibu katika nchi yetu ambao sheria zipo na watu wafuati sheria. Watu wafuati sheria. Watu wanajifanyia tu wanavyoweza. Sasa tumetambua kwamba kuna impunity kwenye serikali. Kwa hiyo kwa sababu kuna impunity, kamati kuu imefanya maamuzi mengine yafuatayo. Kamati kuu kwa mamlaka yake imewateua kukaimu wanachama wafuatao kushika nafasi za uongozi za chama kama ifuatavyo. Tunaenda mahakamani ku contest, lakini tumefanya uamuzi wa kuwakaimisha hawa viongozi waliokuwa kwenye nafasi hizi waendelee sasa, kwa sababu kamati kuu ina mamlaka hayo kama chombo cha kiutendaji cha baraza kuu kuwakaimisha kwa kipindi cha mwaka mmoja wafanye hiyo kazi. Kwa hiyo tumemteua ndugu John Mnyika kuwa kaimu katibu mkuu wa chama chetu, ndugu Mheshimiwa Amani Gorugwa kuwa naibu katibu mkuu wa chama upande wa bara. Tumemteua Mheshimiwa Wakili Ali Ibrahim Juma kuwa naibu katibu mkuu wa chama kwa upande wa Zanzibar. Kamati kuu pia kwa kutumia kifungu cha 7716B
ya katiba ya chama toleo la mwaka 2006 kimemteua ndugu CPA Tito Kitalika. CPA ya kweli, sio ya makara. Mkimsikia Tito Kitalika anazungumza, unaelewa kuna CPA ya ukweli iko Chadema, Certified Public Accounts. Lazima unapozungumza vitu reflect akili yako. Sasa unazungumza unasema una degree 3, akili ya darasa la kwanza, watu wanakushangaa. Sasa ukimsikiza Tito Kitalika anazungumza, unaona elimu, unaona busara, unaona uelekeo, unaona akili. Sasa CPA Tito Kitalika tumemteua kuwa mkurugenzi wetu wa fedha na uchumi, ndugu John Kitoka kuwa mkurugenzi wa mambo ya nchi za nje na diaspora, Bi Brenda Rupia kuwa mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi, wakili Gaston Shundo Garubindi kuwa mkurugenzi wetu wa sheria na haki za binadamu, ndugu Rems Kasanda kuwa kaimu mkurugenzi wa digitali na ubunifu. Aidha, kamati kuu katika kutafakari kwa kina imeazimia kuwa itaita baraza kuu la chama ndani ya siku 60 kuanzia tarehe taarifa hii inapotolewa, kukamilisha kujaza nafasi za wajumbe wa bodi ya wadhamini kwa mujibu wa ibara ya 8.2 ya katiba ya chama toleo la mwaka 2016 na 2006 na katiba ya chama ya 2006 toleo la mwaka 2019, kusikiliza rufaa na kukamilisha mchakato wa uamuzi wa wajumbe 8 wa kamati kuu ya chama, kutafakari barua ya msajili. Tukapoita baraza kuu litapitia tena, kwa sababu ni chombo cha juu zaidi ya baraza kuu, tutapitia barua na kujadili barua ya msajili ya tarehe 27 Mei, kufanywa tathmini ya operation ya no reforms no election, kwa sababu tutakuwa tumemaliza ziara ya nchi nzima, na baraza kuu litakapokuja litatoa kauli ya mwisho ya chama chetu na mwelekeo tutakaochukua kama serikali itakuwa haijasikiliza. Kwa ndani